kura za maoni za wagombea wa serikali za mitaa na vijiji, na hadi sasa tunakamilisha mchakato wa kuwapata wagombea wa vitongoji. Kwa hiyo katika zoezi linaloendelea, na omba kueleza kwamba tunaendelea vizuri sana, lakini ningependa pia kukiri na eneo kubwa la nchi yetu, na kwa kuwa chama chetu kinataka kusimamisha wagombea ngazi zote, wenye viti wa mitaa, vijiji na vitongoji, na wajumbe wa serikali hizo za mitaa, na kwa kufanya hivyo tuweze kushirikisha wanachama, tumejikuta tunakabiliana na changamoto zifuatazo ambazo ningependa kutoa maelekezo ili tushirikiane kuzitatua. Changamoto ya kwanza ni kwamba yako maeneo ambayo hayakuzingatia kanuni. Tunayo kanuni ya uteuzi ndani ya chama chetu inayoelekeza utaratibu wa kuwapata wagombea kura za maoni na kuteua. Baadhi ya maeneo hayakuzingatia kanuni. Yako pia maeneo ambayo hapakuwepo na maelewano, na wakati mwingine yamekuwepo mabishano na kutoridhishwa na mchujo na kura za maoni kule ambako zimefanyika. Leo migongano hiyo imezuia mchakato wa kupiga kura kuendelea, au baadhi ya wapiga kura hususa na kuamua kukaa kando. Iko pia changamoto katika maeneo ambako vituo vilivyopangwa havikutumika, wakaongeza vituo kinyume na utaratibu, na hivyo kuwachanganya wanachama. Lakini pia kuna maeneo, na hasa Dar es Salaam na zaidi wilaya ya Kinondoni, ambapo wasimamizi walichelewa kuanza. Maeneo mengine walianza saa 9, saa 10, wakati tulikubaliana maeneo mengine waanze kwenye saa 4 na saa 5 baada ya ibada. Na wanachama wengi sana walijitolea, wakajitokeza kwa wingi, lakini wasimamizi wakachelewa. Lakini pia kulikuwa na tatizo la kukosekana kwa uwazi katika kuhakiki nani ana sifa ya kupiga kura ya maoni. Tulikuwa na madaftari yameandaliwa, maeneo mengine hayakutumika. Kuna malalamiko kwamba kuna wanachama wengine ambao wametoka maeneo wasikoishi kwenda kupiga kura katika maeneo wanakoishi, na kuna malalamiko kwamba usimamizi mbovu uliruhusu watu wasio na sifa kushiriki kupiga kura, na kwa hiyo kuwanyima haki wale ambao wanagombea. Lakini pia kuna maeneo ambayo uwiano wa jinsia haukufuatwa. Kwa mfano sehemu za Ubungo na National Housing, mama wamejitokeza wameomba, lakini mchujo haukuzingatia wale akina mama kuwa miongoni mwa wale watakaoshiriki, na hiyo inawanyima haki wanachama wa kina mama, na inatukatisha tamaa watu wengine ambao tunapiga msukumo kwa wanachama pia wa kike kushiriki katika uongozi. Lakini tatizo kubwa zaidi katika baadhi ya maeneo, siri za vikao zilivuja, taarifa zikachanganya wapiga kura na kuzua taharuki bila sababu. Sasa kwa kuzingatia kanuni za uchaguzi wa CCM toleo la 2017, kanuni ambazo zilipitishwa na Halmashauri Kuu ya Taifa, kwenye ibara ya kwanza utangulizi kifungu cha 4, mkuu amepewa uwezo wa kutoa maelekezo zaidi ya uchaguzi, na kwa hiyo kuzielekeza kamati za siasa za ngazi husika kuchukua hatua mbalimbali kama kunakuwa na kasoro kama hizi nilizozitaja. Na hapa nimewaiteni kufafanua maelekezo ambayo nimeyatoa jana na ambayo leo nayatoa mbele yenu, na baadaye nitayatoa kwa maandishi ili yatumike kusahihisha hayo makosa niliyoeleza. Eneo la kwanza ni kwenye uchujaji wa wagombea. Kura za maoni kwa maeneo yaliyotajwa ambayo yana kasoro kama hizo
naelekeza zipigwe kwa wagombea wote pasipo kuzingatia mchujo unaotajwa kwenye kanuni, kwa sababu hatuna muda wa kutosha wa kuanza upya mchakato. Na hapa namaanisha kama eneo lina kasoro nilizozitaja na inabidi uchaguzi wa kura za maoni urudiwe, wale wote walioomba, kama ni 5, ni 10, ni 15, wote wapelekwe kwa wapiga kura. Watasaidia mchujo, halafu vikao vya uteuzi vitaanza sasa kuzingatia sifa na matokeo ya kura ili hatimaye tumpate mgombea bora. Hiyo itaondoa manung'uniko kwamba kuna baadhi ya wagombea wazuri wameachwa kuwanufaisha wagombea ambao wana nguvu ya kupanga sana. Kwa hiyo naelekeza kwamba kote ambako kasoro zimetokea na tunatakiwa kurudia kura za maoni, wote walioomba kwa katibu wa tawi wakachukua fomu waruhusiwa kuwa wagombea, halafu tutaanzia pale kuchuja kwa mujibu wa matokeo ya kura, na vikao vya uteuzi vitazingatia mambo mbalimbali yakiwemo sifa, rekodi, utendaji na matokeo ya kura za maoni. Kwa hiyo uteuzi utafanywa baada ya kura za maoni. Kwa hiyo hakutakuwa na mchujo, na hii naisema sio kwa sababu ya kuvunja kanuni, kwa sababu ya hali ya muda, lakini pia kujenga imani kwamba mchujo hautumiki kuwanufaisha baadhi ya wagombea. Kuhusu kura za maoni, siku naomba nisisitize ni kule kutokeza kasoro nilizozitaja na ambazo zitathibitishwa na viongozi wa ngazi husika. Na hapa nataja maeneo ambayo yatahusika na kurudia kwa kura za maoni. Kwanza, maeneo ambayo hayakuzingatia kanuni za kuchuja wagombea na wagombea wote kura bila kupitia hatua ya mchujo. Kwa hiyo maeneo ambayo kanuni za kuchuja hazikuzingatiwa, kwa mfano kanuni zilikuwa zinasema majina matatu ndio yapelekwa. Maeneo mengine wamepeleka jina moja wakati wagombea walikuwa zaidi ya moja, mengine wawili wakati wengine walikuwa zaidi ya mawili, na mahala pengine wamechomekea majina ambayo hayakuwa kwenye vikao, na baadhi ya maeneo watu wamechezea muhtasari. Kwa hiyo kuna kupishana kati ya muhtasari wa tawi, kata na maamuzi ya wilaya. Maeneo hayo yote uchaguzi urudiwe, na ukirudiwa hakuna kuchukua fomu mpya, hakuna mchujo. Zile fomu na majina ya walioomba wote waende wapigiwe kura. Na hapa tutaimarisha sasa usimamizi na kurekebisha hizo kasoro. Pia maeneo ambapo uteuzi umefanywa vizuri ila wasimamizi wamechelewa na kura za maoni zikaanza kupigwa baada ya saa 9 alasiri, na hapa pia kwa sababu kuna kurudia na wagombea wote pia warudishwe. Kwa hiyo kokote ambako uchaguzi utarudiwa hakutakuwa na mchujo au kuanzia pale walipoishia. Kwenye eneo la wagombea ni njia inafunguliwa kwa wagombea wote. Maeneo kwa mfano wilaya yote ya Kinondoni, maeneo mengi kata za Kinondoni, kura zimeanza saa 9 saa 10. Kama maeneo ya Kawe tumekuwa tukipigiwa simu, watu wako kwenye vituo kwa sababu ya matatizo ya umeme, walichelewa kupata karatasi wakachelewa. Sasa kule ambako wamechelewa kama Kawe kwa mfano, natoa mfano, wagombea watakuwa wote waliomba, sio wale walioteuliwa tena. Kwa hiyo marudio yanarekebisha pia uteuzi, kwa sababu ni kama vile watu wanadhani hata kuchelewa kulikuwa ni kwa makusudi, kwa sababu watu walikuwa wamepoteza imani. Ili kurejesha imani, kote ambako uchaguzi utarudiwa, wagombea watakuwa ni wale wote walioomba. Halafu maeneo ambayo kasoro hizi zimegunduliwa za uchaguzi nao pia wafanye uchaguzi. Lakini kuna maeneo ambapo kulikuwa na mivutano na zogo na fujo, nako huko uchaguzi urudiwe, na pia urudiwe bila kuwachuja wagombea.
Kwa hiyo kwa ufupi, kote uchaguzi utakaporudiwa kwa sababu mbalimbali nilizozitaja, hakuna mchujo tena, wagombea wote warejeshwe, hata kama ni 40 wa kupiga kura wenyewe. Kwa bahati nzuri uchaguzi huu wanajuana, wanaweza kuchujana, ili tuweke imani katika mchakato wa kuwapa haki wote ambao wangetaka kushiriki, washindi wakiona. Sasa ili kutoa nafasi ya kutosha kwa marekebisho haya, mchakato wa ndani utaongezwa kwa siku 2 zaidi. Ilikuwa tumalize tarehe ngapi? 29. Sasa tunaongeza siku 2 mpaka tarehe 31. Baada ya hapo tuwe tumeshapata wagombea, twende kuchukua fomu sasa za wagombea wetu wa CCM ambao watashindana na vyama vingine. Na nakumbusha hapa kwamba mchakato wa kuchukua fomu ndani ya serikali utaanza tarehe 29 hadi tarehe 4. Kwa hiyo siku 2 tunazoziongeza bado tutaweza kuanza tarehe 1 kuchukua fomu mpaka tarehe 4 tutakuwa tumemaliza kujaza fomu kwa usahihi na kurejesha kwenye usimamizi wa serikali ambayo ndio wanasimamia uchaguzi. Kwa hiyo hapa nasisitiza siku 2 zinaongezwa kwa sababu kazi mnaona kama inaongezeka kwenye baadhi ya maeneo. Kwenye eneo la kuvuja kwa siri za vikao na uvumi pamoja na uzushi, napenda kusisitiza yafuatayo. Mchakato wa uteuzi wa wagombea katika chama chetu unaendeshwa kwa kanuni zinazoongozwa na vikao. Wanachama wote wanaelekezwa kuzingatia yafuatayo. Kwanza, chama kina msemaji wake ambaye ni Polepole, na huyu ndiye amepewa jukumu la kuwasiliana na umma kwa mambo ya kichama. Ni kosa kwa mwanachama asiye msemaji wa chama kutoa taarifa mbalimbali za vikao kwa njia mbalimbali za mawasiliano katika kipindi hiki cha uchaguzi. Na hapa nasisitiza, vikao ndivyo vinavyotumika kwenye mchakato huu. Hata wanachama wanaopiga kura kule ni vikao, ni mkutano mkuu wa wanachama. Kwa hiyo hairuhusiwi kutangaza matokeo, kutangaza mgogoro, kutangaza matukio bila idhini ya msemaji mkuu wa chama chetu. Hii itaepusha uvumi, uzushi, lakini pia taarifa hizo kuzua hamaki na taharuki ndani ya umma. Mchakato huu ni wa ndani, na kwa hiyo tuzingatie kanuni ya siri za vikao. Pili, wanachama wajiepushe na uvumi, utakuwepo mwingi, na siku hizi teknolojia inaruhusu mambo hayo, na katika kipindi hiki wako wengi ambao wangependa kutunyumbisha kidogo. Kwa hiyo uvumi na uzushi utakaosambazwa na watu au kundi la watu kwa nia ovu dhidi ya chama, serikali au jamii ya Watanzania, wanachama tujiepushe nao. Kuna maeneo mengine siri zimevuja, wajumbe wanatoa taarifa, wewe umekatwa, wewe umeteuliwa, watu wanaanza kujipanga, mtu anakuja kubaini kwamba taarifa alizopewa sio za kweli, matokeo yake inavuruga mchakato wa usimamizi. Jambo lingine ni utii wa katiba, sheria na kanuni. Naomba kusisitiza kwamba mchakato wa uchaguzi unaendeshwa kwa mujibu wa katiba, sheria, kanuni na taratibu za nchi na chama. Kwa hiyo wanachama wote wanakumbushwa kuzingatia mambo yafuatayo. Kwanza, kutoshiriki katika matukio yenye viashiria vya uvunjifu wa amani na usalama. Tunatakiwa kuwa mfano bora sisi wana CCM, kuwa watulivu na wavumilivu hata pale tunapopishana. Tusitumie lugha chafu, tunavunja sheria. Tusihamaki, tusizomeane, tusipigane. Kuna eneo mgombea amemnasa kibao mwenzake amekuja hapa ana nundu. Hiyo sio tabia ya sisi, na kwa kufanya hivyo mnavunja sheria za nchi. Na kwa hiyo vyombo vya ulinzi na usalama na vyombo vinavyosimamia sheria havijalala kwa sababu ya uchaguzi wa sisi. Sitarajii kusikia matukio ya aina hiyo yanatokea, na wanachama na viongozi tukumbushane wajibu huu ili kuzuia uwezekano wa kuvunjika kwa amani na usalama katika kipindi. Hatuna matukio ya kutisha, ni matukio madogo madogo, huku ni kukumbusha tu. Pili, tusijihusishe na vitendo vya rushwa
wapo tayari ambao wako mikononi mwa TAKUKURU, na mimi napenda kuhimiza kwamba TAKUKURU inakamata wala rushwa wakati usio wa uchaguzi, wala rushwa ndani ya CCM na nje ya CCM, na chombo hiki tumekiunda sisi na katika kwa wapiga kura wetu mwaka 2015. Kati ya mambo manne tuliyoahidi ni pamoja na kupambana na rushwa na ufisadi. Kwa hiyo wakati huu tujiepushe na mambo kama haya. Tatu, tusipuuze maelekezo ya viongozi wa chama na serikali, tusifanye ubishi. Jambo lingine ambalo ningependa kusisitiza ni moyo wa kujitolea. Kwanza ni washukuru wana CCM kwa kujitolea bila malipo, bila posho, wakati wote wa mchakato mpaka kipindi hiki cha kura za maoni. Viongozi wengi na hasa kamati za siasa, kwa sababu ya shughuli nyingi, wamefanya vikao mpaka kuwakumbusha kwamba ili tufanikiwe katika shughuli hii ya uteuzi kwa ufanisi, inabidi tuhimizane kujitolea kwa hali na mali na kwa njia mbalimbali kulingana na nafasi zetu katika chama na katika jamii kwa ujumla. Na katika hili tumefanya vizuri, hasa kwa wanachama. Tatizo limejitokeza kwenye maeneo machache ya usimamizi. Naomba kuhitimisha kwa kusema maelekezo haya yazingatiwe na yatekelezwe barabara ili tuendelee kulinda na kuimarisha misingi ya haki. Na hapa narudia, haya yote tunayasema kwa sababu CCM inaamini katika misingi ya haki, amani, demokrasia, umoja na mshikamano miongoni mwa wana CCM na Watanzania wote kwa ujumla. Haya maelekezo yote lengo lake ni hilo, kudumisha demokrasia ndani ya chama chetu kabla hatujaenda kushindana na wenzetu, kuwa washiriki katika kulinda amani, kuhakikisha kwamba mchakato huu unaendeshwa kwa haki, vijana kwa wazee, akina mama, wenye ulemavu, watu wa dini zote, watu wa rangi zote, watu wa makabila yote. Na napongeza kupitia kwenu, sijapata matukio ya kutisha ya ubaguzi. Hakuna malalamiko yaliyoletwa kwa mtu kubaguliwa kwa rangi, kabila, eneo, dini. Hatuna malalamiko hayo. Malalamiko mengi yako katika maeneo ya usimamizi. Asanteni sana kwa kunisikiliza na niko tayari kwa maswali. Asante sana ndugu katibu mkuu, ninaomba ipendeze ndugu wanahabari, tujikite kwenye hoja iliyowekwa mezani. Naomba nipokee maswali. Ndugu hapa Dampia. Mimi naitwa John, ninatokea Dampia Blog. Katibu mkuu, umeeleza changamoto ambazo zimekumba zoezi zima la uchaguzi. Mimi nataka tathmini yako kuhusu malalamiko ya matumizi ya fedha katika uchaguzi huu kulinganisha na chaguzi za CCM za kura za maoni ambazo zimepita. Vipi kwenye kiwango cha rushwa na matumizi ya fedha kwa sasa na kulinganisha na chaguzi zilizopita ya kote, na mmejipangaje kukabili haya? Asante sana. Naomba nishike swali la pili halafu atayajibu pamoja. Asante katibu mkuu. Mimi naitwa Mtiti Mbasa Butiku. Nilikuwa najikita katika nafasi ya hawa viongozi wa chama wanao kwa sababu wapo waliofanya vitu kama hivi. Asante. Asante sana, maswali muhimu sana haya. La kwanza ni matumizi ya pesa. Naomba Watanzania wote tujiulize sisi wenyewe, kwa sababu tunaishi huko kwenye jamii. Vipimo vyangu mimi lazima vilinganishwe na nyie mlioko huko, hasa nyie wanahabari. Nyie wenyewe mmeonaje swala la pesa? Hali ikoje huko? Kama hamwezi kulijibu, na waombeni mwende mchunguze
kwa sababu mtu yoyote atakayebainika anatumia rushwa na ikathibitika, hatutasubiri TAKUKURU. Hata kama amezoa kura zote, tutamkata, na hilo linajulikana, na tumeshafanya hivyo sisi katika kamati kuu. Korogo, ilikuwa Korogo vijiji, walikuwa wagombea watatu. Mtu wa kwanza tulimkata kwa sababu ya kukiuka taratibu na kutumia pesa. Songea mjini pia tulifanya hivyo. Matarajio yangu ni kwamba kamati za siasa na vikao vya uteuzi vitazingatia hilo, lakini kwa tathmini yangu kwa ufupi, hali ni nzuri, lakini bado kazi ipo. Haya mambo ya kuungana yana usiri mkubwa, na kwa sasa hivi yana usiri mkubwa zaidi, kwa sababu ni gharama kubwa watu wanatakiwa kuilipa, na kwa sababu gharama ni kubwa, kwa hiyo usiri unakuwa mkubwa zaidi. Lakini naridhishwa na namna watu wanapoanza kuzingatia sifa za wagombea, na hata watu wanaolalamika wanadhani watu wenye sifa wamezuiwa ili kuwapa nafasi watu wasio na sifa kwa kutumia kanuni, sio kwa kutumia pesa. Sasa sisi tunataka kanuni zifanye kazi, lakini kwa ufupi, hatuna ripoti za kutisha. Yako matukio machache sana na bado hayajathibitika, lakini tunaendelea kuchunguza, kwa sababu mkumbuke, kura za maoni ni hatua mojawapo muhimu ya uteuzi, lakini si yenyewe peke yake hazitoshi kwenye uteuzi. Unaweza ukawa wa kwanza usiteuliwe kwa wingi wa kura, haitoshi. Lazima tuoanishe kura ulizopata, lakini na matukio yaliyokupa kura hizo na njia ulizozitumia kupata kura hizo, lakini na rekodi yako ambayo wapiga kura wanaweza wakawa hawajaipata, lakini sisi tukathibitisha kwa msimamo wa CCM wewe unafaa. Na unaweza ukawa unafaa kwenye vyama vingine pia, kwa sababu sisi CCM tuna sifa za CCM. Sasa unaweza ukapenya kwenye kura za maoni, tutakunasa, lakini tutajitahidi kuhakikisha kwamba kura za maoni matokeo yake yanalingana na wanaoteuliwa. Lazima tujitahidi tusipishane sana. Kwa hiyo kura za maoni ni muhimu, lakini sio pekee za kufanya hivyo. Na moja ya sifa inayoweza, yani moja ya sababu ya kuondoa kwenye kinyang'anyiro bila kujali umepata kura kiasi gani, ni pale itakapothibitika kwamba umetumia pesa. Kuhusu wale waliopenya, ni kweli baadhi ya matatizo tulionayo katika baadhi ya maeneo ni wale viongozi waliotakiwa wa kuteua wagombea wao wenyewe sasa kutaka kugombea. Niwakumbushe wana CCM wenzangu, hata wale viongozi ambao kikanuni wameambiwa nyinyi kazi yenu ni kusaidia chama kupata uongozi bora, sio nyinyi kutumia chama kama chombo cha kujiteua. Hawazuiliwi kuchukua fomu, kwa sababu ni haki yao. Hawazuiliwi kuingia kwenye kinyang'anyiro, kwa sababu ni haki yao. Lakini kuna wakati wa uteuzi wataulizwa, kwa nini wewe umeamua kukaa huko kuteuliwa badala ya kukaa huku kuteua? Wako waliotii kanuni hiyo, wako waliokaidi, na katika hili wamejidanganya wengine eti wanajiuzuru. Huwezi ukajiuzuru kama hujapata kofia ya pili, kwa sababu kanuni inasema huruhusiwi kuwa na nafasi mbili. Sasa umejiuzuru kwa kosa gani au kwa sababu gani? Kuwa kwenye kinyang'anyiro una kofia ya pili, unakuwa na kofia ya pili baada ya ukashinda ukawa mwenyekiti wa mtaa. Hapo sasa ndio unaacha uenezi wako, ndio unaacha uwenyekiti wako. Sasa wale waliojiuzuru sababu walioitoa si sahihi. Unajiuzuru ukiwa mkuu wa mkoa, unaweza ukautema UNEC, na tumekuwa na wakuu wa mikoa ambao wameteuliwa wakaachana na UNEC. Tulikuwa na mwenyekiti wetu wa Arusha kwa mfano, alikuwa mwenyekiti wa mkoa wa Arusha. Alipoteuliwa akawa mkuu wa mkoa wa Morogoro, amekuwa na nafasi ngapi? Kikanuni sasa ameamua kuacha moja, na moja akaamua kuacha mwenyekiti wa mkoa. Angeweza kusema mimi wala si hapana, kwa sababu nataka kwa kukiuka kanuni,
ama katika ngazi ya mchujo, ama katika ngazi ya uhakiki wa wagombea wa wapiga kura, wanahamisha wakazi kutoka kwenye tawi hili wanakwenda kuongeza nguvu tawi hili. Mambo kama hayo tunaangalia, tunataka kujiridhisha kitu gani kimesababisha kanuni zikiukwe kwa kiwango kikubwa katika baadhi ya maeneo mengi ya mkoa wa Dar es Salaam. Lakini maelezo niliyotoa hapa yanahusu nchi nzima. Kwa Dar es Salaam tunataka kuwa na utaratibu mahususi ili tuhakikishe haki inatendeka kwa watu wote. Swali la mwisho sana ndugu hapa. Asante katibu. Kwa jina naitwa Humphrey Shaw, natokea Jamhuri ya Gazeti la Jamhuri. Kuna maeneo tumeshuhudia kabisa mwanzoni mwa uchukuaji wa kura za maoni, wale waliokuwa wagombea, yaani waliokuwa wenye viti wa zamani ambao wameshinda kwa miula zaidi ya 4 kutokea CCM, kwenye kurudisha majina ya kurudi, wakasema wametawala muda mrefu. Je, hilo lizungumziaje? Ndani ya CCM, nje ya katiba ya nchi. Katiba ya nchi imeweka ukomo ambao CCM yenyewe ndio imeuasisi ukomo wa urais wa Zanzibar na Muungano. Vyeo vingine vyote ukomo unawekwa na wapiga kura. Wapiga kura wanaweza wakaona miaka 5 imekuwa mingi sana kuliko 100 wakakuondoa. Wanaweza wakaona miaka 20 na kipindi vya vipindi vinne wakakuona wewe bado ni kijana mbichi kabisa, wakakuchagua. Kwa hiyo ni upotoshaji. Hakuna kanuni kwenye utaratibu wetu. Una mihula miwili, hakuna ukomo wa mihula nje ya nafasi ya urais. Na nje ya urais ni ukomo wa muhula ulioasisiwa na CCM na ukawekwa kwenye katiba za Tanzania na Zanzibar. Kwa hiyo naomba mtusaidie pia kufafanua hili. Na mimi nadhani pia itakuwa vizuri kuwapa waandishi wa habari soft copies na copy ya kanuni zetu hizi ninavyosema. Kama ninavyosema kanuni, msije mkadhani kwamba ni kitu ambacho ni cha siri. Ni document ya umma ile, ili muweze pia kusaidia huko kufuatilia. Na kupitia kwenu, tafadhali sana, mtapewa namba za simu, mtusaidie katika hatua hii ya kusahihisha makosa tuliyofanya. Tuelezeni mkipata taarifa, na waelimisheni wanachama wetu namna ya kutupa taarifa ili tuchukue hatua haraka kabisa. Haya maelekezo lazima yasimamiwe na vikao, na ndio maana nitayaweka kwenye maandishi, wasije wakasema hili katibu mkuu kaamua. Maana nasikia kuna watu wengine wanasema tumepata maelekezo ya katibu mkuu, wanafanyiana figisu huko, alafu jina langu linatumika. Sasa nitaweka kwenye maandishi. Na ndugu Polepole, wakati wote kazi yako ni kutoa ufafanuzi, lakini pia kwa wana viongozi wa kamati husika, na hasa makatibu wa wilaya na mikoa, kama kuna utata kuhusu tafsiri ya maelekezo haya, wasifanye kwa kubahatisha. Ofisi yetu iko wazi na namba wanazijua. Tupo masaa 24 na tunacho kituo cha kupokea taarifa Dar es Salaam na Dodoma, na kituo kingine natembea nacho mimi katibu mkuu. Na nawashukuru sana wale walionipa taarifa ya watu masanduku yamepomolewa, watu wa majina yamechomolewa, na hiyo imetusaidia sana kukusanya taarifa za kasoro, na ndio imezaa hatua hizi tunazozichukua. Na hatua hizi tunazichukua kwa mujibu wa kanuni. Sio kwamba tunaingilia maamuzi ya vikao. Bado mambo haya yote itabidi yaamuliwe kwa vikao vilivyopo kikatiba. Niko na habari na washukuru sana. Asante.